Hii ni Amka na Baraka One TV tarehe 30 za mwezi wa 11 2025 saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kaskazini, wazalendo watwanga M23 ndani ya eneo la Bweru huko tarafani Masisi. Uvira, mwanaharakati wa dunia na raia wengine waitupia shutuma serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka jijini Kinshasa. Kivu ya Kusini, kamanda wa sekta ya operesheni Sukola ya pili aingia kwenye uwanja wa vita kuwatia nguvu wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Na musao pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio yote ambayo yanazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, ambako magaidi wa M23 ambako wazalendo wa watwanga magaidi wa M23 huko maeneo ya Bweru tarafani Masisi. Mapigano makali yaliweza kushuhudiwa kati ya wazalendo dhidi ya magaidi wa M23 tokea asubuhi ya mapema maeneo ya Bweru tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini, huku wananchi wakilazimika kukimbia makazi yao kutokana na milio ya risasi iliyokuwa ikisikika katika kila kona. Mapigano hayo ambayo yalianza asubuhi ya mapema, magaidi wa M23 walianzisha maeneo ya Bweru ndani ya groupmenti ya Bashali Mokoto tarafani Masisi dhidi ya wazalendo wa ACDNH. Baada ya uvamizi wa M23 kwa wazalendo waliweza kujibu mapigano na hivyo kufanya hali kuzidi kuwa mbaya katika hayo maeneo ya Bweru tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Majibizano ya risasi yalisikika kila kona, wananchi wakitafuta sehemu za kukimbilia, huku silaha nzito pamoja na nyepesi zikiendelea kusikika katika kila maeneo. Hadi sasa hali imeonekana kuwa tulivu na idadi ya waliopoteza maisha pande zote mbili bado haijajulikana rasmi. Kutokana na hali ambayo inazidi kuchafuka huko jimboni Kivu ya Kaskazini, upande wa Kivu ya Kusini pia Mwenga hali inakuwa sio nzuri zaidi, ambako magaidi wa M23 wanaendelea kupigana na wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ndege za FARDC maeneo ya Mwenga zikiendeleza harakati za kuwasaka magaidi wa M23. Kwa upande wa Mwenga, magaidi wa M23 baada ya kuingia tarafani Mwenga walichukua vijiji kadhaa na badala yake wakakutanana na moto wa wazalendo pamoja na majeshi ya Burundi, na hivyo kuweza kuwatia hasara kubwa ndani ya tarafa ya Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Ripoti kutoka katika hayo maeneo wanasema baada ya magaidi wa M23 kujaribu kusonga mbele, mapigano yalotoka ya kushtukiza ya ambush yaliyofanywa na wazalendo pamoja na majeshi ya Burundi yalipelekea wanajeshi 16 wa magaidi wa M23 kupoteza maisha papo kwa papo na wengine kadhaa kukamatwa mateka, huku wengine wakisambaratika na kukimbia kurudi huko ambako walikuwa wakianzisha mashambulizi. Katika mpango huu wa vita, inasemekana Bwana Hippolyte Kanambe pamoja na washirika wake akiwemo Paul Kagame wametenga kitita kikubwa cha fedha kwa ajili ya kuwalaghai na kuwapa rushwa baadhi ya makamanda wa wazalendo pamoja na makamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili waweze kuwafungulia njia ya kuzidi kusonga mbele zaidi. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka One TV. Na baada ya taarifa hiyo kutoka maeneo ya Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, tuingie Kivu ya Kusini jijini Uvira, ambako mwanaharakati Andre Badunia na raia wengine walinyoshea vidole serikali ya Kinshasa.
Kutokana na hali ambayo inazidi kuonekana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaharakati ndani ya jiji la Uvira na pia mwanasiasa aliwahi kuwa mratibu wa shirika jipya la kiraia Bwana Andre Bedunia Mashaka ametupia lawama serikali ya Kinshasa kushindwa kutimiza ahadi zake kwa ajili ya usalama pamoja na hali inayozidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi na zaidi, huyu hapa Andre Bedunia. Hii hali ambayo tunaendelea kuishi si hali ya kawaida tena. Si hali ya kawaida tena. Semeni pasi nilisema kwamba M23 kuna fungula front 3. Front ya Manyema, pa Manyema Mwenga, Shabunda na front njia ya Kisangani. Na objectif kubwa ambayo niko naona kwao ni kutafuta kufungua, waone kama wanaweza kamata Katanga, kamate Manyema, et pourquoi pas Uvira na Fizi. Parce que malgré résistance ya batoto ya Uvira ambao mina félicité na Fizi na Mwenga, Kalehe, Kabare beba na resiste kisiko nenda kuchokoza adui kila siku na kumupiga. Et laissez-moi vous dire que le pouvoir de Kinshasa n'est pas avec nous. Le pouvoir de Kinshasa iko na sie. Kama mmefata déclaration ya ministre Muyaya, chargé de la communication, il a minimisé même l'affaire. Un jour après déclaration yake, 1 ou 2 jours après, c'est Kagame aussi qui va tomber avec une autre déclaration qui ne peut pas céder Goma, parce que Goma il a fait partie de ma problème yake. À part ça, comment on va nous faire jouer, comment on va nous faire trembler comme ça, si batu wazima, on dirait tu réfléchir à ketela tuna akili. Des éminents professeurs, va professeur mon année sciences politiques administratives, va professeur mon droit, va professeur. Comment tu n'as quoi ça si vous êtes kusomaka vraiment? Ça c'est quoi ça? Hier c'était Kenya, accord. Angola, on a changé. Qatar, on a changé. États-Unis, on a changé. Leo inakuwa Lomé, Togo. Après Togo wanza kutuambia non, président alikuwa Angola. Perte de temps. Perte de temps kwa tupoteza wakati. Au même moment adui kwenda na kamata na progresser. Hakuna hata sinye ya kuonesha kama serikali ya Kongo iko mvita. Muya yalisema Sud Kivu na Nord Kivu ina representer nini pour plus de 2400 millions de kilomètres ya ene Kongo iko nayo. Est ya pays na representer nini? Pour autant dire wakikamata hiyo est tutakuwa tumepoteza nini? Plan balkanisation iko na hivi. Faites attention. Faites attention, pour la balkanisation iko ina hivi. Iyo makoro yote yenye bana signé au nom du peuple congolais. Rwanda ilipata occasion ya kuambia peuple yake makoro walisigné. M23 inakuya mweneo kwenye ina kama inaongoza kana fabi tuga nisijue, inaambia peuple congolais voilà. Et pourquoi Kinshasa n'est pas en mesure de nous dire? Et que font nos députés? Pourquoi ne pas demander à ceux qui va tuambie que disent ces accords-là? Il y a accord cadre va signer juzi, il y a accord cadre et tout. Il y a beaucoup d'analyses qui peuvent être faites à ce niveau. Protocole kama 8. Kusigner tout y accord cadre, ça nous a pris 1 année. Mwaka mzima, accord cadre et tout. Donc, kutengeneza tu maquette ya nani ya accord ya watafanya. Na tukamata mwaka mzima. Sasa chapitre 8, sitakamata miaka ngapi? Pouvoir ya Kinshasa. Mwache kudistraire watu.
Nous devons dire clairement à la population que vous avez vendu l'Est du pays, vous avez abandonné l'Est du pays. Msitudanganye, hatuko tena na mweye. Ne nous trompez pas. Peuple congolais, mfunguke macho. Ni raia yenye iko kwenye M23 na miliki Goma, Bukavu. Tuko na juuliza guvernema yetu iko awaza nini? Tangia M23 ilianza katoka Bunagana, iko enda na okipema mantite zetu za Kongo, ikaokipe Goma mwezi wa kwanza, ikaokipe Bukavu mwezi wa pili, mpaka leo iko anaendelea. Tunasikiaka tu mabara ya kusema ase kuko ma defense zenye ziko mangambo ya Lufungi, ase kuko Mir de Berle. Tunasikiaka ngisi bazalendo biko pigana masasi na FARDC kunivua ya Uvira. Tunasikiaka ngisi M23 iko progresse kunivua ya ngambo ya Burega. Sasa neno moja tunajiulizaka Papa Rajabu, juu tulishakaona wenjo uko na habari yenye sisi tunasikiaka juu siba moya Bukavu na Goma. Mkongomani halisi mwenye anajua kama Banyarwanda ni bashetani, kama na Kagame ni ibilisi, afatake radio kwenye M23 na miliki. Lakini swali yenye tunaenda na juuliza, tunasikia ka M23 rebele AFC biko na marme sofistike, biko na maauto blende, biko na basnepere. Tunajiulizaka, eske rebele njua napashwa pate ile vifaa yote guvernema yetu haiwezi vipata? Ile na guvernema yetu ile vifaa yenyewe M23 kwa kuwa nayo inauzaka makuta gani? Lakini kiangalia usema rendezvous ya voyage, president wetu ndio anafika kwa mbele. Kama nakutumia hii message, sikutumia hayo juu wenjo president, sikutumia hayo juu wenjo unaweza muulize. Lakini tunashangala sana guvernema yetu. Tunasikia karebeli kwa progresse, tunasikia Mirage na bombarde na kimbia, apres ku bombarde na njo bana progresse ba M23 ba rebele. Tunajiuliza, president wetu iko mchangapi? Iko apenda tu mpaka tufike mu 2030 ongea tu vita ya M23. Asante Papa Rajabu. Kama na mbuku nasikiliza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Soweto pamoja na East Africa. Hii ni Baraka1 TV. Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Kashosi, Da Feza, Da Letesha, Da Irene, Da Asha, wakiwa nasikiliza Baraka1 TV. Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic. Na baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Uvira, tubaki jimboni Kivu ya Kusini, ambako kamanda mkuu wa sekta ya operesheni ya pili awasili kwenye uwanja wa vita kuwatia nguvu wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo. Kamanda wa sekta ya operesheni ya Sokola ya pili maeneo ya kaskazini mwa Kivu ya Kusini,
hiyo tarehe 26 ya Novemba 2025 aliweza kufanya ziara kwenye uwanja wa mapigano ambako magaidi wa M23 wako wanatongana na wazalendo pamoja na jeshi la FARDC ndani ya Shabunda na barabara ya kuelekea maeneo ya Nzibira. Kanali Kisembo Isingoma Benjamin alichukua nafasi hiyo kuweza kukutanana na wanajeshi wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, huku akishirikiana na Mukonkwa pamoja na Nyombe, kote walipokuwa wakitembelea majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Lengo lilikuwa ni kuwatia nguvu na pia kuwapa mitindo mipya ya kuendelea kupigana na magaidi wa M23, na ikiwa pia kuweza kuwaonyesha namna ya kutumika kwa ajili ya kulinda raia pamoja na mali zake. Ripoti kutoka kwa Nyalubemba, Luteni Meya wa Jeremy ambaye ni msemaji wa sekta ya operesheni Sokola ya pili upande wa kaskazini mwa jimboni Kivu ya Kusini. Ndani ya jiji la Uvira, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kikao na waandishi wa habari walihakikishia kwamba uhusiano mzuri kati ya FARDC na wazalendo bado hupo na utazidi kuendelea licha ya vurugu zilizojitokeza siku kadhaa zilizopita, lakini bado collaboration itazidi kuwa imara kati ya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa sekta ya operesheni ameweza kutoa wito kwa wananchi kutukua watulivu na kuendelea kuunga mkono vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kuleta amani ya kudumu kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ambayo uko unasikiliza ni Baraka1 TV. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu. Mengine tutakutana majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Licha kwamba tumechelewa kuletea taarifa hizi ni kutokana na hali ya kimitandao. Bye bye kwa wakati mwingine.